unalazimishwa, ndiyo maana unashindwa kutimiza maagizo yangu kwa ajili ya huyu mpuuzi. Mama, hadi huku kwa napenda kunifuatilia mama? Halafu sitoshe mama, jali basi hata furaha yangu hata kidogo. Kumbuka nampenda huyu mtu, nampenda mama. Ukumbuke maisha yako mikononi mwangu, na wewe kijana, ninakuonya. Mama, mbona unamtisha? Mama! Mama una nini lakini mama? Usiniharibia kwa mtu ambaye nampenda mama. Kwani mama namnauza je furaha mwanao? Ndo hapa. Odi. 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 Mimi ndio yule kijana. Sasa dadangu, sehemu yenyewe mahali ambapo nilikuwa nakuja ndo hapa. Na huyu ndo ule mzee sasa. Kumbe mzee huyu mimi namjua. Kwani huyo ukoje naye? Huyu hapa ni dadangu. Yaani huu mwili tu mzee wangu ndo kabarikiwa yeye. Mwili usikutishi. Mimi unatambuana naye vizuri sana. Yeah. Yaani huyu ni msaada mkubwa sana kwa dadangu. Na pia amemsaidia kiwango cha pesa kikubwa dadangu alipokuwa anaumwa. Kwa kweli binti safi sana. Na kwa kweli si nisemeje. Natamani leo kesho awe mkwe yangu. Kwa kufahamia na huku tushakuwa ndugu. Ni kweli kabisa. Mimi ungeniambia kama tunakuja kwa huyu mzee. Hata usingepata shida ya kunipitisha kona nyingi. Mimi umtaa kwangu. Sasa mimi ndo njia ambazo nazijua. Ningekupitisha shortcut chapu tu kwa huyu mzee. Asa samani kidogo mzee wangu. Basi shoga yangu ni ufue haraka haraka umalize tukapike tule. Namaliza sasa hivi. Wewe nakujua wewe si Karibu. Mbona na vifurushi? Vifurushi juu ya vifurushi. Salama kwema. Kwa majina naitwa Zawadi. Nimekuja hapa natafuta kazi hata kufagia na kudeki. Sasa dada, na hilo tumbo na wewe mwenyewe ulivyo hivyo, kazi ya kudeki kupika unawezea wapi? Nitaweza dada zangu, naomba mnisaidie. Baada ya kubeba hicho kifurushi naombeni mnisaidie. Haya leo nikupa hicho kifurushi yuko wapi? Ni story ndefu sana dada.
kwamba ni kweli tulikubaliana na mimi kile kiasi nilikuja nacho, ila pindi ambapo nimefika hapa kijijini kuna majanga kidogo yalinikuta, kwa hiyo kwenye kile kiasi kidogo kimepungua. Kwa mimi nimekuja naye huyu kaka yangu kwa ajili ya kumdhamini. Anapofika mjini atatuma kiasi kilichobaki nikuletee. Sijui hapo utatuelewa au tutaaminiana. Kwanza nasema karibuni sana vijana wangu, lakini pia kuhusu pesa msio na wasiwasi. Hicho kiasi ulichokiandaa japo sikijui kwamba kiasi gani na kitabaki kiasi gani, ila kwa kuwa huyu bibie amemsaidia sana dadangu kiasi cha fedha kipindi anaumwa, mimi sina shaka na juu ya hilo, kwa moyo safi, na pia iko kiasi kinachobakia mimi nimesamehe. Nashukuru, Mungu akupe moyo huo. Sawa, sasa muwe na imani na muwe na amani na mimi. Sawa? Sawa. Sasa kaka, hebu fanya basi mpango, umpe huyo mzee tumalizane, ili kila mtu sasa hizi akafanye mambo yake. Sawa. Sasa samani kidogo mzee wangu, basi zingekuja zile karatasi na ile mihuri tuandikishane tumalize. Sawa. Sasa napenda niwaambieni kitu kimoja. Leo mjumbe hayupo, kwa hiyo then siku nyingine mtakapokuja huku tutafanyaje? Tutamaliziana, tutaweza kuwa mjumbe akahakiki. Kwa sasa hivi mjumbe hayupo, tutaandikishana kama kindugu na rafiki. Sawa mzee wangu, kikubwa ni kuaminiana na sisi tayari tunaaminiana mpaka sasa hivi na shakuwa ni ndugu. Ila tu samahani, japo tungepata karatasi tungeandikishana tu kidogo hivi tungekabidhiana hiyo pesa. Sawa. Mimi nashukuru, lakini niwaombe kidogo. Hapa yenyewe hapa babani watu wanaweza kupita, mzee Chogezi leo anapokea hela. Watakuja kunikaba huko. Acha uoga. Kwa hiyo mimi naomba tuingie ndani ili tumalizane. Haya, karibuni. Karibuni sana. Ila sio wanawake. Leo stori ndefu. Wakati mnaitana mnatafutana hapo, msiji mkutane wapi? Miguu yote manu, starehe yote baba, yote iweke. Leo stori ndefu. We naye nini? Lazima tumwambie ukweli. Huyu anaweza kufanya kazi gani? Hapana dada zangu, naomba mnisaidie kufagia uwanja nipate hata pa kulala, hata sebuleni mimi nitalala. Pole dadangu, sisi hapa hatuna majukumu. Yaani unavyotuona tupo tu sisi. Hata kufagia uwanja nipate hata pa kulala, hata sebuleni naomba. Sasa hapo dada unalazimisha kazi. Wewe kufagia unataka uzali hapa kwetu, ukijifungulia hapa kwetu. Si ndio tia uchuro wenyewe ututielana sasa ambao hatujapata watoto. We nini? Huruma hiyo. Wewe huyu afagie, huyu ainame, mara chupa imevunjika hapa uwanjani kwetu. Tapata watoto sisi leo? Nenda mwaya, nenda. Pole dada. Nenda, hamna kazi. Pole mama. Nini? We naye nini? Wewe yule anaweza kufanya kazi gani yule bana wewe? Niache game subika angalie mboga mimi. Hivi dada, kuna kitu nitaka kukuuliza.
wewe zile pesa za kumsaidia mamake na Nuru zitoa wapi? Na aliyakuwa mimi nakujua huna kazi na una sehemu yote ya kupatia pesa. Sasa ungeniambia zile pesa umezitoa wapi? Sawa. Acha tu nikwambie ukweli kakaangu. Maana msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Unakumbuka ile siku nilokukuta nyumbani pale? Ukanieleza changamoto zako zote. Ile siku ambayo unafika nyumbani. Ile siku mimi nilikuwa natoka kwenye mihangaiko yangu. Ile barabara ulonitajia ambao ulipitia changamoto zote ndio barabara ambayo mimi nilipita na kuokota zile pesa. Ilikuwa ni 240,000. Nilipotoka kuokota zile pesa, mimi nikaenda kwa kina Noeli. Jinsi nilivyomkuta yule mama kakaangu, hata kama ingekuwa ni wewe, sidhani kama ungemwacha na kukosa kutoa msaada hata kama ungekuwa na milioni 5. Sasa kwa hiyo yani mimi ulikana kati nauliza nimekuuza mara 2 siku ile. Kama leo tu akupotoa naonyesha. Ukanikana hapa amna. Sijaiona ukajichekesha mwenyewe kumbe ulichukua hela zangu na ulizipata. Unajua kwa nini sijakwambia? Nilishindwa kukwambia kwa sababu pesa nilikuwa nimeshazitoa. Na wewe nimekukuta ndio umetoka kwenye kipindi kigumu kama kile, ungenielewa? Sawa, tuachane na haya. Mimi kitu ambacho kimenifanya nikusamea ni moja kwa moja. Nashukuru sana kakaangu. Ni kwamba zile pesa hujaletea matumizi ya kijinga. Sababu kumsaidia mtu nako ni jambo jema sana. Na umefanya kitu kikubwa sana. Mungu ipo siku atakulipa. Nashukuru sana kakaangu. Lakini sasa huyo ni mimi. Usifanye hivyo kwa mtu mwingine. Sawa kaka. Japo hata umuombe. Sawa? Sawa. Na mimi nilipoteza kwa sababu ni ajali tu. Basi niseme nashukuru sana kakaangu. Lakini sasa unafikiri mimi moja kwa moja ningejua za kakaangu wakati wewe haukuwa kabisa kijijini hapa? Mimi nikajua ni mtu tu kapita kadondosha mama huruma mie tena nikaenda kumsaidia mkwe wangu. Sawa, usijali bwana na twende.
Labda kitu katika ambacho wewe unaniona kielewa ni kila mara unachokiwa zendo hicho nini sasa? Oya, unajua nizingua Nakupigia simu zangu tangu jana upokei. Yaani simu uokoti. Maiko wa shida gani wewe? Wewe nisikize sasa. Yaani hakuna kitu ambacho kibaya afu kigumu yani kuzailishana mbele za watu. Hivi vuta picha. Wakipita watu wakiniona hivi unanikunja unavyonichukua. Ungea hapa ungenipa mzigo tangu juzi, tangu lini nakuomba. Leo siku ngapi nakuomba mzigo? Sawa najua Mai. Mimi ni siku ya 3 lakini na ukamilisha mimi. Nini sasa? Wangu bwana. Oya, Maiko anazingua. Unazingua unajua? Sasa hebu punguza basi. Nashinda hata kumeza mate na ndo nini Mai bwana? Hebu acha basi. Oya, unajua usinizingue. Oya, takuleta mambo sio sasa hivi utaniona sio sasa hivi. Unajua nizingua jamaa. Hebu nisikize mpenzi wangu. Mimi nimekuelewa. Nimekusikiza kila kitu. Mimi nitaliklia hilo. Hakuna kinachoharibika. Wewe tangu leo nakupigia simu. Na ile nilikwamba unajua kabisa mama yangu anipigia simu ile anatakiwa kunishughuli, Nyumbani kodi imeisha, Gesi imeisha. Alafu unanizingua mpaka leo hela unipi. Hizi misikao tangu lini? Tangu jana nakutafuta Maiko upokei simu wala uokoti. Mimi nimekubali kila kitu basi hebu nisikilize. Kila kitu kinaka sawa sema mambo gani ukabana bwana hebu niache basi na wewe. Kuona nikolomea. Unaona. Yaani kile anachokifanya mimi kwangu mimi ni kibaya. Nikiongea mimi tatizo. Nikifanya hivi tatizo basi ameisha. Wewe unaanza ugomvi tu kupigana. Watapita watu bwana ukipita watu ukiniona hapo nafikiri nakwaje. Sio picha nzuri najua. Tunawapa watu la kuongea. Acha hizo mambo bwana yameisha basi. Ukimwona mtu basi amekubali kila kitu anaongea na wewe basi muelewe. Mimi nataka utekelezaji, sitaki uongeaji. Ni kweli. Bwana mimi kiukweli mimi simu yangu ilikuwa inanizingua. Na vitu vingine vidogo tunaongea tu familia tunamaliza. Ikipaka wewe watu wapita watuone tukabana tunafanya hivi. Nisamee mpenzi wangu. Nimekubali makosa, nisamee. Kila kitu takika sawa. Baadaye tujione mimi nalimaliza hiyo sawa. Usikasirike basi. Asante sana. Kwa hiyo unanipatia mzigo. Kwa kufikisha kitu yangu. Angalia. Au jana mwanamke bwana kisha kwa anapenda hela ni kitu kidogo tu mambo anakuwa. Hamna unajua bwana. Unajua mazingira hajakaa sawa. Mashoga zangu wananizingua. Mama naye kila saa anipigia simu ndo maana. Basi perfect. Subiri kwanza bwana. Nini sio unaenda? Bado tunaongea. Tayari. Sawa. I'm afraid.